Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania TEC, Padri Dr. Charles Kitima amevamiwa na kushambuliwa na watu wasiofahamika usiku wa kuamkia hii leo. Kufuatia taarifa hiyo, jeshi la polisi linamshikilia mtu mmoja kutokana na tukio hilo, huku uchunguzi zaidi ukiendelea kufanyika. Taarifa ya Maria Okotia inaeleza zaidi. Saidieni Mheshimiwa Tundu Lissu. Demokrasia inalalama. Katibu wa Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania TEC, Padri Dr. Charles Kitima amevamiwa na kushambuliwa na watu wasiofahamika akiwa kwenye makazi yake. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam imeeleza kuwa tukio hilo lilitokea majira ya saa 4 usiku. Mara baada ya tukio hilo, Padri Kitima alikimbizwa katika hospitali ya Aga Khan kwa ajili ya matibabu ambako hadi sasa anaendelea vizuri. Polisi wamesema kuwa uchunguzi unaendelea na mtu mmoja tayari anashikiliwa kuhusiana na tukio hilo. Tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira ya saa 4 usiku, maeneo ya Baraza la Maaskofu Tanzania Kurasini, Temeke, Dar es Salaam, ilipokelewa taarifa ya kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima ambaye ni katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Padri huyo inadaiwa tangu saa 3 asubuhi walikuwa na kikao na viongozi wa dini mbalimbali katika eneo hilo, na baadaye baada ya kikao kuisha, yeye majira ya saa 1 jioni alikwenda kwenye kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji hadi saa 4:15 alipokuwa maliwatoni pembeni ya kantini hiyo. Alidai kushambuliwa kichwani na watu wawili. Baadaye alipelekwa hospitali ya Aga Khan kwa matibabu na anaendelea vizuri na matibabu. Mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Rauli Mahabi maarufu kama Haraja, mkazi wa Kurasini, anashikiliwa na kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Chama cha ACT Wazalendo walikuwa kwanza kulani tukio hilo, wakilitaja kama tukio la kusikitisha linalostahili kuchukuliwa hatua za haraka. Wameitaka serikali na jeshi la polisi kuhakikisha kuwa haki inatendeka kwa haraka bila kuficha ukweli. Shambulio hili limeibua hisia kali nchini, likiwa si tu tishio kwa usalama wa viongozi wa dini, bali pia ishara ya hali inayotia wasiwasi kuhusu haki na utawala wa sheria nchini. Watanzania wengi, viongozi wa dini, wanaharakati na wanasiasa wamejitokeza kupitia mitandao ya kijamii kueleza huzuni kufuatia tukio hilo. Padri Kitima, kando ya utumishi wake na nafasi alionayo ndani ya kanisa, amejipatia umaarufu mkubwa nchini Tanzania kwa miaka hivi karibuni kwa namna ambavyo amekuwa mkosoaji mkubwa wa mienendo isiyofaa kwenye jamii, na akiwa mstari wa mbele katika kuhubiri utawala wa sheria na haki za binadamu pamoja na demokrasia. Tukio hili linakuja kipindi ambacho Tanzania wengi wanahoji, je, tunaelekea wapi? Haki iko salama na ni hatari kuwa msema kweli? Wakati uchunguzi ukiendelea, macho ya taifa yanaangalia si tu kwa ajili ya Padri Kitima, bali kwa mustakabali wa uhuru wa kuongea, usalama wa raia na heshima ya utu. Maria Okotia, Castro Kikeke, Crown Media. Shukrani sana Maria Okotia kwa taarifa hiyo. Na muda si mrefu Baraza la Maaskofu Tanzania limetoa tamko lake. Barua yao inasomeka hivi: taarifa kwa umma, kuvamiwa na kuumizwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu TEC Padre Charles Kitima. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limesikitishwa sana na linalaani tukio baya la uovu la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania Padre Charles Kitima lililotokea tarehe 30 Aprili 2025 majira ya saa 4 usiku katika makazi na makao makuu ya Baraza la Maaskofu Kurasini, Dar es Salaam. Padre Kitima alipata majeraha makubwa na amelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Tunawashukuru wote waliomsaidia na kumfanikisha Padre Kitima na kumfikisha Padre Kitima hospitali mapema, na kwa madaktari na wauguzi waliomhudumia mpaka sasa. Wito wetu kwa vyombo vinavyohusika, tunatoa wito kwa jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama kuchukua hatua za haraka na kuwabaini na kuwakamata wale wote waliohusika katika kupanga na kutekeleza uhalifu huu wa kinyama na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria. Aidha, uchunguzi wa tukio hili ufanyike kwa haraka na taarifa zitolewe kwa uwazi na bila upotoshwaji wowote, ili kurudisha imani na matumaini kwa watu wetu. Tunashukuru mpaka sasa kwa ushirikiano mzuri tunaoupata kutoka
kutoka serikalini na kwa vyombo vyetu vya usalama. Pia tunawashukuru watu binafsi, taasisi za ndani na za kimataifa zinazoendelea kulaani na kutupa pole kwa tukio hili baya na la aibu kwa taifa letu. Tunaomba waamini na watu wenye mapenzi mema muendelee kumwombea neema ya uponyaji Padre Kitima na pia kuliombea taifa letu amani na umoja. Aidha, tunawaomba muwe na subira na uvumilivu wakati tukisubiri matokeo ya uchunguzi wa vyombo vinavyohusika. Katika Kristo Mfufuka, Nzigirwa, Askofu Eusebius Nzigirwa, makamu wa rais Baraza la Maaskofu Tanzania, tarehe 1 mwezi wa 5. Hapa studioni tunaungana na Kasimu Ititi, wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania, lakini pia yeye anatoka taasisi ya kisheria ya Victory Attorneys and Consultants, Posta, Dar es Salaam, kuliangazia hili kwa kina. Kasimu, karibu sana. Asante sana. Matukio kama haya yanavyotokea kwa nchi yetu yanaleta tafsiri gani? Matukio kama haya yanapotokea, kimsingi ni tukio la kawaida ambalo ni tukio la jinai, ambapo linapotokea jeshi la polisi ndio chombo ambacho chenye mamlaka au dhamana ya ulinzi wa watu pamoja na mali zao ndio ambalo linapaswa kuchukua hatua, ikiwa pamoja na kufanya uchunguzi kubaini wahusika na chanzo kilichopelekea tukio hilo. Kwa hiyo ninapotokea hivyo, ninachelea kusema kwamba labda kuna shida kwenye ulinzi, lakini ninachoweza kusema ni kwamba ni tukio la kawaida, ni uhalifu kama uhalifu mwingine. Lakini ni tukio ambalo limeshtua sana watu. Ukitazama kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi wanahusisha na namna ambavyo Padre Kitima amekuwa akizungumza masuala ya haki, masuala ya kuiasa serikali, na hasa hivi karibuni wakati anazungumzia suala la kuachiwa kwa Lissu. Hata watetezi wa haki za binadamu na wao wamekuwa wakihusianisha labda tatizo hili na mamlaka, na hasa kuhusiana na ulinzi, kwamba zinafanya nini na labda inatia shaka hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. Kisheria hii imekaaje? Kisheria hii inabakia kuwa ni mtazamo. Inabakia kuwa ni mtazamo kwa sababu chombo pekee ambacho kinaweza kikadhibitisha ni mahakama, kwa sababu hizi tukio linapotokea watu huwa linaibua hisia na mitazamo tofauti. Kwa hiyo kwa mazingira jinsi yalivyo na kwa mwenendo wa siasa zilivyokuwa sasa hivi, watu kupitia ile tukio ni obvious kwamba watu watahusisha na kile ambacho wamekuwa kikifanya, hususan katika kukosoa baadhi ya mambo na katika kuhakikisha, kwa lengo la kuhakikisha kwamba haki na mfumo wa kidemokrasia unazingatiwa. Kwa hiyo kwa namna jinsi ilivyo, kwa tukio lilivyotokea, ni wazi kabisa kwamba itahusishwa na mwenendo wake, hususan katika kukosoa na kutoa mawazo yake juu ya demokrasia nchini. Lakini hiyo tu peke yake inaweza kawa ni kweli, lakini pia inaweza isiwe kweli. Lakini chombo pekee ambacho kinaweza kudhibitisha ni mahakama, baada ya kuwa polisi wamefanya uchunguzi wao kubaini aliyehusika, na hata kama polisi wanabainisha aliyehusika, bado hiyo itabakia kuwa ni tuhuma. Chombo pekee ambacho kinaweza kudhibitisha ni mahakama. Kwa sasa hivi itabakia kuwa ni hisia za watu na mitazamo ya watu ambayo haijadhibitika. Kwa upande wa padri yeye mwenyewe ndo aliotendewa hili jambo, anaweza kuwa na hisia ama na mitazamo tofauti kuhusiana na aina ya watu waliomshambulia ni wa aina gani. Sheria inamruhusu yeye moja kwa moja kusema kwamba anataka kushtaki watu fulani? Tukio lililotokea hili ni la jinai, ambapo kosa linakuwa ni dhidi ya jamhuri, kwa sababu ni shambulio la kudhuru mwili. Kwa hiyo kwa sababu tuna makosa ya madai na tuna makosa ya jinai. Kwa hiyo unapotendewa, kwa sababu mtu ni tunasema kwamba taifa au serikali ina maslahi nayo. Kwa hiyo unapokosewa wewe au mtu anapotendewa kosa la jinai, ni kosa dhidi ya state, kwa maana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo yeye kama yeye muhusika, kwa maana ya kwamba muathirika wa hilo tukio, anabakia kuwa ni shahidi namba 1.
kusaidia jeshi la polisi katika kujua ni nani aliyehusika na tukio hilo. Kuishi ni moja ya zile haki za msingi kabisa, na labda kwa namna moja ama nyingine kuna muda ukikuta kama mtu anataka kukudhuru, inatakiwa ujitetee. Unawezaje kulinda haki yako pasipo kuvunja sheria? Asante. Ni kweli kama ulivyosema kwamba haki ya kuishi ni haki ya msingi ya binadamu yoyote, na ni haki ambayo mtu anazaliwa naye, hapewi na mtu. Kwa sababu ni haki ambayo mtu anazaliwa naye, pia hakuna mtu ambaye anaweza kuitoa hiyo haki au kuipoka hiyo haki isipokuwa ni aliyeitoa ambaye ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sheria inaruhusu haki ya kujilinda, right to defense, kwa maana ya kwamba unaruhusiwa kujitetea kulingana na mazingira ya shambulio, kuchukua hatua kiasi au nguvu kiasi kulingana na nguvu inayotumika katika kushambulia. Mathalan, unaposhambuliwa mtu asipokuwa na silaha yoyote, unaruhusiwa wewe pia kujilinda kwa mikono, yani usichukue nguvu, kwa maana ya kwamba mtu anakushambulia hana silaha yoyote, lakini wewe ukachukua silaha, mathalan panga, ukamdhuru. Hiyo inawezekana kwamba umetumia excessive force katika kujilinda. Lakini ukitumia nguvu kiasi sawa na ile aliyekuwa nayo yule anayekuvamia, hiyo ni sahihi kwa mujibu wa sheria. Tukirudi kwenye hili sakata la Padri Kitima, kama ulivyosema kwamba labda tu linabaki kuwa hisia, lakini watu wanazidi kuhusisha na matukio mengi kama kukamatwa kwa Tundu Lissu, lakini na Kitima mwenyewe, kwamba sasa labda ukiwa mpinzani ama unazungumza sana kuhusu demokrasia ndo unapata madhira kama haya. Kukiwa na hisia kama hizi ambazo zinachagizwa na mazingira yaliyopo, kisheria inatakiwa serikali ama mamlaka zidili vipi na vitu kama hivi? Kunapokuwa na hisia tofauti katika mazingira kama haya, ni wakati sasa wa vyombo vya dola, hususan jeshi la polisi na serikali, kuonesha uthubutu wao katika kazi zao, kufanya uchunguzi na kubaini aliyehusika na tukio hilo, pia kuonesha chanzo kwa uwazi, ili kufanya umma wa Watanzania pamoja na wananchi kuendelea kuwa na imani na jeshi la polisi. Kwa hiyo kwamba kuonesha kwamba sivyo ambavyo watu wanahisi, au kama ni hivyo, kwa sababu kazi ya jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria zetu, lakini pia kwa mujibu wa katiba, ni kulinda, kuhakikisha usalama wa watu pamoja na mali zao. Kwa hiyo ni wakati wa jeshi la polisi sasa kusimama imara na kubaini aliyehusika pamoja na chanzo. Ukiendelea kutuambia kuhusiana na uhusiano wa masuala haya ya kuzungumzia masuala ya kidemokrasia na namna ambavyo serikali na mamlaka zinaweza kuhakikisha kwamba mzani unakuwa sawa. Nilichokuwa nasema kwamba kisheria huwa hatuweki hisia zaidi, tunaweka uhalisia. Kwa maana ya kwamba katika hali ya kawaida watu wataweza kuhusianisha na ukosoaji wake na chochote kinachoendelea, lakini sasa ikija sisi huku kisheria, sasa huo si ndio uhalisia Kasim, sio? Kwa sababu kisheria inabidi kuwa na ushahidi. Kwamba kama tukienda hivi, mathalan mimi ninaweza nikawa na shida na wewe, lakini mtu wa tatu akatake advantage, akachukua fursa kuja kukuzuru wewe. Kwa mazingira haya, kwa kuwa mimi nina shida na wewe, maana yake tukienda hivi mimi nitahukumiwa hali ya kuwa sijafanya nini, sijahusika. Kwa ndo maana hapa sasa tunahitaji wataalamu, tunahitaji ueledi sasa, uwazi. Kikubwa ambacho kinatakiwa kifanyike hapa ni uwajibikaji na uwazi katika kubaini ni nani aliyehusika. Kama ni kwa sababu ya misimamo yake, basi uwajibikaji ufanyike. Kama ni vinginevyo, pia uwajibikaji ufanyike na uwazi, ili kuweza kubaini nini chanzo hasa. Nimeona pia hisia mseto kwenye mitandao ya kijamii baada ya polisi kutoa ile taarifa yao na kusema kwamba Padri Kitima alikuwa akipata kinywaji kantini, lakini Rais wa TEC amekanusha kabisa kwamba alikuwa hapati kinywaji na lile ni eneo lake ambalo alikuwa anafanya kazi. Na kama unavyosema kwamba sheria inaangalia ushahidi na uhalisia. Sasa kama mamlaka zinatoa taarifa kama hizi na wenyewe wanakanusha, kuna kuwa na mkanganyiko, na sheria hapo inakuwa inatuongoza vipi?
Hapo katika mazingira hayo mimi si namna ya utoaji taarifa, kwa maana ya kwamba hata tukidhani kwamba alikuwa anapata kinywaji au shughuli yoyote ambayo alikuwa anaifanya, kwa mtazamo wangu nafikiri haina uhusiano na kushambuliwa, kwa sababu taarifa inasema kwamba wakati anaenda maliwatoni ndipo ambapo tukio limetokea kule, kwamba shughuli ambayo alikuwa anaifanya haina uhusiano na kushambuliwa. Hapa hoja ya msingi ni shambulio na ni nani aliyehusika. Hivyo vingine ambavyo alikuwa anavifanya havina uhusiano mkubwa sana. Kasim, mimi nikondoshe kidogo kwenye sakata la Padri Kitima na tuingie kwenye jamii moja kwa moja. Sasa hivi kuna desturi imejitokeza kwa wingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa kuna jambo tu hivi kidogo limetokea, utaona mtu anaandika mwanasheria wangu hayupo ama mwanasheria wangu yuko mbali, siwezi kujadili hili swala au siwezi kufanya hichi kitu kwa kuchombezea kwa mwanasheria wake hayupo. Hivi kuna umuhimu kiasi gani kwa sisi binadamu kuwa na mwanasheria katika maisha yako, na ni kitu ambacho mtu yote anaweza kuwa na mwanasheria? Yes, nikijibu swali lako la mwisho ni kwamba ni muhimu na ni jambo la msingi kuwa na mwanasheria. Nikijibu pia kwa ujumla, kwa nini watu wanadhani kwamba hii imekuwa ni msemo maarufu kwamba mwanasheria wangu hayupo. Nafikiri hapa zana nzima ni kwamba watu wanachukua tahadhari wakihofia kutenda makosa, hususan makosa ya kimtandao. Kwa ujumla umuhimu wa mwanasheria anasaidia katika mambo mengi. Mathalan katika uzungumzaji, sababu kwenye uzungumzaji ni katiba yetu ibara ya 18 inatoa haki ya kutoa mawazo na fikra, kupata taarifa na kutoa taarifa pasipo kujali mipaka ya nchi. Lakini wakati unafurahia haki ya kutoa mawazo, kupokea habari, unaweza ukajikuta unaangukia katika vitu viwili. Moja, unaweza kaangukia kwenye kosa la kashfa, kwa maana ya kwamba ukatoa taarifa ambazo zinamchafua mtu kwa lengo la kumshushia hadhi na kupelekea kwamba aweze kuepukika kwa jamii. Hilo ni kosa la madai. Lakini pia kwa upande wa jinai, usipokuwa makini katika kutumia uhuru wake wa kuongea, unaweza ukajikuta unaangukia katika kosa la uchochezi ambalo ni kosa la jinai, ni kosa dhidi ya jamhuri. Kwa nafikiri haya makosa yote haya yamewaingia watu kiasi kwamba cha kuchukua tahadhari wakati wanapokuwa wanazungumza, na ikiwa ni pamoja na kufurahia haki yao ya kutoa mawazo. Ni mtu yote tu anaweza kuwa na mwanasheria ama mpaka uwe na jambo fulani maalum? Kuwa na mwanasheria ni arrangement au ni makubaliano binafsi. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa na mwanasheria wako kukushauri katika masuala mbalimbali. Kwa mfano, wewe ni mfanyakazi katika Crown Media, una stahiki zako mbalimbali. Kwa hiyo kabla hujafanya mjongeo au maamuzi ya kuweza kukubaliana katika jambo fulani, kwa ni vyema ukapata mwanasheria akakwambia kwamba haki zako ni zipi, wajibu wako ni upi, kipi ambacho ni sahihi kwako na kipi ambacho si sahihi, kwa maana ya kwamba kuna katika makubaliano yote yale unawezekana kwamba kuna upande ambao unafaidika zaidi na upande mwingine unafaidika kidogo. Kwa unapokuwa na mwanasheria atakwambia haya yote haya kwamba haki zako ni 1 2 3 na hizi si haki zako na wajibu wako ni hii, kwa sababu haki na wajibu ni vitu ambavyo huwezi kuvitanganisha. Asante sana. Tumeona baadhi ya matukio Kasim, unaambiwa uchunguzi unaendelea lakini hatusikii tena baada ya uchunguzi, ama kipindi kirefu sana kinapita, na hii ni kama naweza kusema kuna namna kama imekuwa kawaida kwamba uchunguzi unafanyika inachukua muda mrefu sana. Kama mwanasheria, kesi yangu iko mahakamani, labda kama hii ya Kitima, natakiwa kusubiri baada ya muda gani? Yani natakiwa kuvumilia baada ya muda gani nikisubiri uchunguzi umalize kufanyika? Hakuna sheria inaweka muda ule kwa maana ya minimum, lakini exactly muda inategemeana na ukubwa wa tatizo. Kwa maana ya kwamba
kuna baadhi ya matukio ambayo yanachukua muda mrefu kufanya uchunguzi, lakini kesi ikishafika mahakamani, tunachosema kwamba haki iliyocheleweshwa ni haki iliyonyimwa. Kwa hiyo lakini pia wakati huo haki iliyowaishwa pia haki iliyonyimwa. Kwa kuna wakati unaweza ukaharakisha ukapelekea kukosekana kwa haki, lakini pia kuna mazingira ambayo unaweza ukachelewesha ukapelekea kupotea kwa haki. Kwa hizi kesi za jinai huwa mara nyingi inategemea kwamba ukubwa wa tukio, kwa sababu kuna matukio ambayo yanachukua muda mrefu kufanya uchunguzi, lakini sheria kama sheria inaweka takribani miezi miwili ya uchunguzi, kwamba inakadiriwa kwamba miezi miwili ambayo ni siku 60 uchunguzi unaweza ukawa umekamilika. Na kama hiyo miezi miwili labda imepita na uchunguzi bado haujakamilika, unatakiwa kufanya nini? Sasa hapo kwa maana ya kwamba hii ni kazi ya jeshi la polisi, ambapo wao ndo wamepewa, ni tofauti na kesi ambayo unakuta ni mtu binafsi unakuwa unaiendesha, kwa sababu kwenda mahakamani kwenye kesi za jinai inaanzia kwa jeshi la polisi, linafanya upelelezi, baada ya kumaliza inapelekwa kwa mpelelezi, kwa mkurugenzi wa upelelezi. Baada ya hapo wakishajiridhisha linaenda kwa ofisi ya mashtaka ya taifa. Hapo ndipo ambapo jalada sasa linaenda wapi? Mahakamani. Kwa ni mchakato. Kwa kikubwa ambacho kinatakiwa kufanyika hapa ni uwajibikaji, kwa sababu sheria tunazo ambazo zinajitosheleza. Nafikiri tatizo linaweza likawa kidogo kwenye uwajibikaji. Asante sana Kasim, sisi tunakushukuru sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.